nimekuja kuonyesha jinsi gani unaweza ukapata over 1.5 goal prediction za uhakika kabisa pasi na kuwa na shida yoyote. Na kanuni ambayo tunaenda kuiangalia leo sio kanuni ambayo unaweza ukasema ni ngumu sana kuifahamu, ni rahisi sana kuifahamu. Cha msingi ni kupita unakagua mechi mbalimbali ili mradi kugundua mechi gani ambazo zitatoa over 1.5. Lakini mimi moja kwa moja tutaenda kuangazia maligi ambayo wanafungana sana. Ligi la Armenia wanafungana sana. Ligi la Azerbaijan wanafungana sana. Ligi la Belarusi wanafungana sana. Kuna maligi mengine nimeyapita hapo, utaona utaweza kuona mpita kama la Brazil, tutaenda ligi nyingine, Costa Rica, El Salvador. Ligi nyingine ni ligi la England wanafungana sana. Na hizi ni mbinu ambazo nitaenda kukuonyesha. Ligi ambalo litabiliki ni ligi la Georgia. Umeona hilo litabiliki. Tutaenda kutafuta. Kwa hiyo hizi ndizo njia ambazo kwanza unabidi uzifahamu kutafuta over 1.5, kuangalia maligi ambayo wanafungana. Morocco wanafungana lakini ni baadhi ya timu. Pia tunaweza tusike kwenye kundi la timu ambayo wanafungana. Singapore wanafungana, wanafungana Singapore, lakini Uturuki nao watabiliki, kuna mtu anafungana, kuna mtu hafungani. Ukraine wanafungana, Ukraine wanafungana. Tutaenda USA wanafungana. Tutaenda kuangalia na wewe utaweza kujiridhisha. So tutaanza moja kwa moja USA. Tutapita tunaziangalia hizi mechi, tugundue ni mechi gani ambayo inatoa over. Kwanza mimi nitaingia sehemu hii kwenye hii mechi Crown Vegas pamoja na Orlando City B. Nitaenda kuingia head to head hapa. Nikisha ingia kwenye head to head, nitaenda kuangalia mechi zao za mwisho walipokutana wenyewe, huyu alipokutana na timu moja na huyu alipokutana na timu zingine. Kwa hiyo Crown Vegas mechi ya mwisho walienda kwa penalty ambayo ilitoka magoli nadhani goli 2-2. Kwa hiyo kwa taswira kwamba wamefungana sana. Tukirudi kwa Orlando City pia walienda 2-2, kwa taswira wamefungana sana. Na tukirudi kipindi cha mwisho mechi walipokutana Crown Vegas na Orlando City wamefungana sana. Lakini tutaweza kuona Orlando City anapokuwa ugenini kuna matokeo yanakuaga ya kutokupatikana kwa matokeo ya kueleweka. Lakini tukienda kuangalia upande wa standings, Orlando City yuko juu na huyu yuko chini. Sasa kwa sababu hii mechi wamefungana sana, hii mechi wamefungana sana, tunasema mpira una matokeo ya tofauti. Lakini pia mpira kuna matokeo yanaweza kujirudia. Kwa hiyo hapa unahitajika kuweza kufahamu ni kitu gani ambacho kinachofanyika, kwa sababu mpira una matokeo tofauti na kipindi cha mwisho walifungana. Basi mechi hii huenda ikawa ina matokeo kutokufungana, ila sasa kwa sababu wenyewe wanafungana, hapa hautokuwa na uhakika kama wanaweza wakafungana ama wasifungane magoli mengi. Nasema hivyo kwa sababu wenyewe wanafungana lakini mechi zao za mwisho hawajafungana. Kwa hiyo tukiangalia takwimu kwamba wamefungana sana mechi za mwisho, tukiwa takwimu hapo hapa wamefungana, kwa majibu ya haraka kwamba mechi inayofuata haitokuwa na magoli mengi. Ila sasa lazima uwe na mashaka kwa sababu wenyewe wanafungana. Kwa hiyo baada ya kuweka anda, hiyo mechi utaikwepa na usiweke moja kwa moja. Tutaenda kuangalia mechi nyingine ili mradi uweze kuelewa, na utatafuta mechi za uhakika na nakwambia zinatoa. Yaani sio tu goli moja, hata magoli mawili. Tutaenda hawa head to head, goli 7 nyingizo, goli 5 wanafungana, mechi ya mwisho goli 2-2 wanafungana. Hii tukiingia upande wa standings hii sawa. Pia nayo hii inatulia mashaka. Amini unaweza kukuta goli hizi 7 zisifike. Kwa sababu wenyewe wanafungana, unaweza kaomba goli 2. Lakini hapana. Hapana, bado haina uthibitisho. Ndio pale unapokuta naweza nikatoa tips kwa kuona tu kwa sababu ligi linafungana, lakini tips imeshanikataa kwamba mara ya mwisho walifungana. Hii mara ya mwisho walifungana. Hii mara ya mwisho walifungana japo sio sana. Tukiangalia upande wa standings
hawa wamefuatana. Sasa hawa ndo watoi kabisa magoli kwa sababu hawa wamefuatana. Yoyote inaweza likatokea. Kwa hiyo kwa mimi, kwa sababu uzoefu wangu mkubwa, nitaweka tu hizi over 1.5 over 2, na hata odds zake lazima zitakuwa ndogo. Kwa moja kwa moja itakuwa nimeshindwa, nimeacha. Ina maana nikiziweka hizi hapa, kuna mawili ndio nitakuwa nimebahatisha. Sasa watashinda au watasale. Okay, tutaenda kutafuta mechi nyingine. Na unapotafuta hizi mechi lazima utapitia changamoto kama hii. Twende Singapore sasa. Tulipofika Singapore, tumeingia head to head. Hii ya kwanza nimeipa point kwamba hii timu wanaweza kufungana matokeo machache. Kwa sababu Lincoln iko kwenye performance mzuri, na nadhani tukiingia kwenye upande wa standings Lincoln yupo juu. Lakini huyu Geyland alifungwa goli moja. Kwa hiyo mechi hii atoe bila hapana. Kwa hiyo maana yake kwamba anaweza akafungwa. Lakini tukiangalia wanapocheza Geyland na Lincoln, mara ya mwisho kutoka magoli. Na ukitaka ulijue kwa matokeo na tofauti, utaweza kuona hapa zilitoka goli 3, hapa 4, hapa 2, hapa 1, hapa 3. Kwa hapa zilitoka nyingi, zikatoka kidogo, zikatoka nyingi, zikatoka nyingi, zikatoka kidogo. Umeona? Zikatoka kidogo, zikatoka nyingi kidogo, kidogo zaidi, nyingi. Kwa hiyo hapa kuna matukio ambayo yatatokea. Kwanza ni matukio ya boss team to score. Nasema boss team to score kwa sababu wenyewe wanafungana, japokuwa si timu asilimia kubwa. Ila sasa hii mechi tunaweza tukaweka over 1.5. Kwa ambayo nimetazama ina nilio. Hii ni tarehe 27. Alafu ni saa 9. Saa 9:30. Hii hapo mechi over 2. Sasa hii wametulazimisha over 2. Bado changamoto. Na Lincoln ni komba goli nyingi. Kwa hiyo unakuta tunaweka tu matokeo over 2.5. Tunaweka over 2.5. Tunaamini kwamba anaweza katoa, lakini pia bado yani hapa ndipo kichwa ambacho kichwa unakiumiza kwamba hapana, kwa nini mimi nimetaka goli 2 ila wao wamenanzia goli 3. Sasa tumeshafeli katika timu ambazo zinafungana. Tutaenda kutafuta ligi ambazo wanafungana lakini sio sana, kwa sababu huku tunaona tunapambana na odds kwa chache na wanataka tuweke walivyotaka wao. Umeona? Sasa ukiona wamekuwekea limit mechi kama hiyo, inakuwa ina changamoto kubwa sana. Unaweza kutoa stock. Sasa hapa tunaenda kutafuta tu mechi yoyote. Okay, mechi yoyote ambayo tunaweza tukapata. Santa Fe tutaenda kuingia hapa head to head, wamefungana, tunaachana nao. Watatoa Junior head to head, au wanaweza katoa kupatikana goli. Sasa hii ni over 1 bila hii mechi. Hii mechi ina goli 2. Kwa sababu imekizi vigezo. Huyu yuko juu na huyu yuko chini. Sana. Kwa hiyo huyu anaweza akapata goli 1 na huyu anaweza akapata goli 1. Ukizingatia mechi ya mwisho huyu ambaye ni Junior ni wajua alipata ushindi mdogo wakati na performance mzuri. Na yule wa chini alitumia nguvu kubwa kuitafuta sare na alifanikiwa. Kwa hiyo hii tunaweza tukaipa over 1. Na chini huku hawajafungana hii mechi ya mwisho. Kwa hiyo hii lazima goli liingie. Amini usiamini, lazima goli liingie. Kwa sababu hapo tutaweza kuona bila goli 8, bila goli 4, bila. Unaona matokeo, kwa haya matokeo yanaweza kujirudia katika mfumo kama huu. Kwa hiyo mechi hii lazima goli liingie. Kwa hiyo tutaenda kuandika mechi ya Junior. Nadhani ni ile hapa, Junior na Union Magdalena 27 hii usiku over 1. Alafu angalia odi yake ilivyokuwa hapo mzuri. Over 1 na odi mzuri kabisa usiku. Wa hapa ninapozungumzia video hii ni saa 3 usiku. Hii tumelazimisha. Alianza na Forteza, tuenda kuangalia. Lakini kingine pia, epuka kubetia ligi moja options zilizofanana. Mfano hii nimeweka over 1 hapana, kwa sababu ni ligi moja. Nitaenda kutafuta ligi nyingine. Toss. Tukaangalia toss. Na mimi nafuata huyu ana odi moja hii. Lakini kingine pia, mechi ukiona mmoja amepewa odi moja ya 10 na usiweke magoli. Tafuta mechi ambazo odi zake hazijapishana sana. Bahia tulienda Brazil. Tumepata moja. Hapo ndo utakujua kabisa kwamba uchambuzi, ukichambua mechi nyingi unaingia katika mtanange wa kufeli. Ile mechi ndio kuchambulia hapo. Kwa siku yoyote ambayo unaangalia video, itafute tarehe 27 mwezi wa 3 2025. Itafute hiyo mechi ambayo nimekuonyesha hapo. Utakuja kuniambia kama muongo, utaweza kuona hapo. BMK na West Armenia au wanafungana. Mara mwisho goli chache.
goli chache zitapatikana nyingi. West Armenia tena alifungwa, mechi hii anahitaji goli. West Armenia alifungwa, mechi hii anahitaji goli. Unaona, kwa hiyo mechi West Armenia anahitaji goli, lakini huyu pia BMK alifungwa kuna mechi. Kwa hiyo hii mechi kama wanahitaji West Armenia anahitaji goli, BMK naye anahitaji goli apate jiji. Lakini wenyewe mara ya mwisho wa kufungana si tunaona hapa, ila hiyo siku zilizofuata walifungana. Kwa hiyo hichi kitu kitajirudia tena hichi. Kwa hiyo utajichagulia wewe ni magoli mangapi unayoweka. Na hii mechi nakwambia hata over 2 pia inaweza katoa, kwa sababu BMK inatafuta kushinda. Lakini kwa sababu BMK amefungwa mechi iliyofuata, atadhibiti mashambulizi yasiwe mengi sana, na tukizingatia hizi timu ziko pamoja. Kwa hiyo matokeo yake inaweza yakapatikana 1-1 au mechi kuisha kwa magoli mengi. Mechi ni hapa BMK West Armenia. Kwa hiyo hii tutaweka over 1.5. Naona odi yake hii tutaweka hivyo, kwa sababu tunaweka hivyo tunahofia hii mechi inaweza ikaishia goli 2 au zaidi ya hapo, ila sina imani zisipatikane goli 2 kwa sababu West Armenia anataka matokeo na hao kizingatia kwa pamoja. Na nimewekea goli 2 kwa sababu wao wenyewe wako kwenye mlongo mmoja. Mechi inaweza ikawa ngumu kwa sababu wako katika msimamo mmoja. Lakini sasa ndo kama wanataka kuweka hela nyingi, unaitoa hii mechi, umeona? Unaitoa hii mechi, unaitafuta mechi nyingine. Mechi si zipo? Mechi zipo. Au tukamchukue Barcelona Albania, mfano Albania Partizan wana asili ya kufungana, mechi ya mwisho 1-1 Partizan. Hii mechi hii tena ni over 2. Hii over 2 Dinamo Tirana over 2 iliyonyooka, kwa sababu hapo alitoa goli 2, hapa huyu alitoa bila Partizan. Kwa hiyo ana shauku ya kupata matokeo, na yule kule ana shauku ya kupata matokeo. Mbinu za kimchezo zinabadilika, na hii pia ukizingatia alitoa 1-1. Kwa hiyo mechi hiyo yote anaweza akashinda na magoli yatakuwa mengi. Kwa hiyo mechi ni 2. Okay, mechi ya Partizan Dinamo Tirana ni hii. Hii ni moja kwa moja tutaweka over 2. Angalia odds yake na kitu ambacho kitaenda kutokea. Na nilikwambia fuatilia. Nimetoa mechi ya nanilio. Okay, nilitoa mechi ya Junior. Unaona hizo ni odds 3. Kwa hiyo hizo odds 3 ukifuatisha system kama hiyo, mkeka mmoja umefanikiwa, mwingine umefeli. Miwili yote umefanikiwa. Kwa hiyo kama mmoja ukifanikiwa, mwingine ukifeli, unaweza ukajikuta unatengeneza kama una stake 10,000. Mkeka mmoja ukifanikiwa unapata faida 14,000. Umeona? Unapata faida 14,000. Mkeka mmoja ukichana, mwingine umefanikiwa 14,000. Mmoja ukichana, mwingine umefanikiwa 14,000. Hizi ni tips ambazo nimekuja kukuelekeza. Haya ni madini ambayo nimekuja kukupa wewe yaweze kukusaidia, na imani yanaweza kukusaidia. Ukibisha zitafuta hizi mechi, alafu utakuja kuniambia ni kitu gani ambacho kimetokea. Lakini pia kama unahitaji uhakika zaidi, kama nilivyozungumza mwanzo, over 1.5, basi utaweka hapo. Hapa ni uhakika 90, yani ni uhakika hizi mechi 90% ni uhakika. Kwa hiyo unachukua tu mfano 1,000 yako unaweka, hii 1,000 unaweka, inasoma 1,096,000, faida 96,000. Umeona? Unaweza kuchukua 200,000 ukaweka. Umeona? Faida ni 1,093,000. Ni bonge za tips. Kwa hivi ndivyo unavyoweza kutafuta, ama mimi pia natafuta hivi over 1.5. Mechi nikigundua na magoli natumia mfumo kama na mfumo huu au badiliki miaka nenda miaka rudi. Sio tips ambazo utasema kwamba zitabadilika. Zimebadilika sasa hivi, hapana. Hii ni miaka nenda miaka rudi. Na system hii itakusaidia kwamba ashinde yoyote, ashinde nyumbani, ashinde ugenini. System hii ambayo unaweza kuitumia. Ukiona mechi iko kwenye performance nzuri, mechi yake ya mwisho imepoteza, mechi ya mwisho tena imepoteza, ni mechi 2 zimepoteza ama zimetoa sare, mechi inayofuata muombe goli, mpe double chance. Ukiona anacheza na timu dhaifu, lazima atakupa mafanikio. Naamini atakupa mafanikio. Na kwenye bet 10 utafeli 3, 7 utafanikiwa. Mikika 7 utafanikiwa. Hiyo 7 utafanikiwa, basi utakuwa umepata faida maradufu zaidi. Hakikisha tuna subscribe katika channel yetu ili mradi kuendelea kupata update mbalimbali ambazo tutakuwa tunatoa kila siku. Asanteni sana, niwatakie mwe na siku njema.